BMP TV Professional Update. Waendeleaje ndugu mtazamaji na msikivu wa BMP TV Online, mara tena says the Mr. Orange kwenye mic. Tunazidi kuwakilisha vyema kabisa uwanja wa BMP TV Online, na leo tunazidi kuangazia huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuwa nasi sambamba ili kufahamu mengi ambayo yanayojiri katika update yetu hii ya leo, na huu ni muktasari wa habari. Kinshasa, Raisi wa bunge la taifa kuhusu makubaliano ya amani ya DRC na Rwanda yaliyosainiwa bila ushirikishwaji wa bunge. Majibu rasmi kwa Vital Kamerhe kuhusu makubaliano ya kimataifa, kifungu cha 213 cha katiba ya DRC. Kuna haya na mengineo, kuwa nasi mwanzo hadi mwisho na ufahamu mengi zaidi kupitia BMP TV Online. Habari kamili. Kinshasa, katika hali ya mshangao na tahadhari ya juu ya kikatiba, Mheshimiwa Vital Kamerhe, Spika wa bunge la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ametoa tamko rasmi kali kufuatia kutiwa saini kwa makubaliano ya amani kati ya serikali ya DRC na ile ya Rwanda huko Washington, bila kufanyika kwa mashauriano hayo jumuishwa kwa chombo cha uwakilishi wa wananchi, yaani bunge la taifa. Katika kauli hiyo iliyosambazwa rasmi kutoka ofisi yake jijini Kinshasa, Kamerhe ameelezea kwa masikitiko makubwa na mshangao wa kina jinsi ambavyo chombo cha uwakilishi wa wananchi wa Kongo kimetengwa katika mchakato mzima wa kujadili na kuidhinisha makubaliano ambayo yanagusa mustakabali wa taifa na hatima ya mamilioni ya raia. Bunge la taifa, ambalo ni chombo cha kisheria na kidemokrasia kinachowakilisha sauti ya wananchi wa Kongo, limetengwa kabisa katika makubaliano ya haya muhimu yanayodaiwa kuwa ya kuleta amani ya kudumu. Ukimya uliolazimishwa dhidi ya taasisi hii ya kikatiba ni kosa kubwa, ni dharau ya wazi kwa demokrasia yetu, na ni mfano hatari wa uendeshaji wa nchi bila msingi ya utawala bora. Vital Kamerhe amesema kwamba kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hakuna chombo chochote kinachoweza kuingia katika makubaliano ya amani au ya kitaifa yenye hatari kwa maisha ya wananchi bila kuhusisha bunge, kwani ndicho kioo cha mamlaka ya wananchi wa Kongo waliowapa viongozi dhamana yao. Hatuwezi kukubali kwamba makubaliano ya amani, hata kama ni ya umuhimu wa juu kiasi gani, yanajadiliwa na kutiwa saini kwa kificho bila kushauriana na bunge. Hii ni sawa na kusema kwa njia ya kificho kwamba wananchi wa Kongo hawahusiki, kwamba maoni yao si muhimu. Hali hii haiwezi kuvumilika kabisa. Kwa sauti ya udhibiti na msimamo wa kulinda misingi ya utawala wa sheria, Kamerhe ametoa mwito wa haraka kwa mamlaka kuu ya nchi kuhakikisha kwa makubaliano hayo yanayohusishwa mara moja mbele ya bunge na tathminiwe kwa uwazi, kwa mijadala ya wazi ya kidemokrasia mbele ya macho ya wananchi. Ninatoa wito wa dharura kwamba mkataba huu uwekwe hadharani na kuwasilishwa bungeni kwa ajili ya mjadala wa wazi na wa haki. Raia wa Kongo wana haki ya kujua yaliyomo na kutoa maoni yao kupitia wawakilishi wao. Katika hitimisho la tamko lake, Mheshimiwa Vital Kamerhe ametoa onyo la busara kwa mamlaka yoyote inayodhani kuwa amani ya kweli inaweza kujengwa kwa makubaliano kati ya viongozi pekee yao bila ushiriki wa wananchi au taasisi za kidemokrasia. Ametahadharisha kuwa amani ya namna hiyo huwa ni ya muda mfupi na mara nyingi hugeuka kuwa makubaliano ya matabaka ya juu tu yasiyo na mizizi kwa wananchi wa kawaida. Amani isiyo tegemewa kwa wananchi ni kama mkataba wa kimya kati ya viongozi. Amani ya kweli ya kudumu hujengwa kutoka chini kwa msingi wa maridhiano ya kitaifa, ushirikishwaji wa wananchi na taasisi zao halali. Kwa kauli hiyo, Vital Kamerhe amesisitiza kuwa heshima ya bunge ni heshima ya raia wa Kongo, na kwamba ni lazima waamuzi kitaifa yahusishe mihimili yote ya dola kwa mujibu wa kikatiba. Tamko hili la Kamerhe linazidi kuibua maswali
kuhusu walali wa mchakato wa amani, uhusiano kati ya mihimili ya dola na hatima ya utawala wa kikatiba nchini DRC. Kwa sasa macho na masikio ya Wakongo na jumuiya ya kimataifa yameelekezwa Kinshasa kusubiri iwapo serikali itajibu mwito huu wa kikatiba na kama kweli amani itajengwa kwa msingi na haki, uwazi na demokrasia ya kweli. Hayo ni mambo mojawapo ambayo Vital Kamerhe anazidi kuweka shutuma kwa serikali ya ngazi za juu kwa kuambia kuwa hawakufanya uamuzi mzuri wa kutoa uamuzi wa kutia saini kwenye mambo ya makubaliano ya amani bila kushirikishwa kwa bunge, na ndiyo taasisi kubwa na ndiyo macho ya jamii na ndiyo taasisi kubwa ambayo inazidi kufikisha habari kutoka kwa wananchi kufikisha kwa serikali ya juu. Kwa hiyo kwa kile ambacho walichokiamua na kutia saini bila kushirikisha bunge ni mambo mojawapo ambayo ilienda kimakosa, na hivyo majibu mojawapo ya kuchelewa kwa Vital Kamerhe kuhusu makubaliano ya kimataifa kifungo cha 213 cha katiba ya DRC. Baada ya matamshi ya hadharani yaliyotolewa na Mheshimiwa Vital Kamerhe, spika wa bunge la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuhusu kutiwa saini kwa makubaliano ya amani kati ya DRC na Rwanda, majibu ya kisheria na ya kikatiba yameanza kutolewa kwa wadau mbalimbali wa kisiasa na wa kisheria nchini. Katika majibu haya rasmi, wachambuzi wa masuala ya kikatiba pamoja na baadhi ya viongozi wa serikali na wataalamu wa sheria wamekumbusha kuwa katiba ya DRC tayari imeweka bayana mipaka, majukumu na mamlaka ya mihimili mbalimbali ya dola, ikiwa ni pamoja na bunge, serikali na rais wa jamhuri. Kwa mujibu wa kifungu cha 213 cha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, rais wa jamhuri ndiye anayehusika moja kwa moja na mazungumzo ya kuridhia mikataba na makubaliano ya kimataifa serikalini. Kupitia baraza la mawaziri inaweza pia kuingia katika makubaliano ya kimataifa yasiyohitaji kuridhiwa na bunge, na kwa hali hiyo ina wajibu wa kujulisha bunge la taifa na seneti juu ya makubaliano hayo. Kwa mantiki hiyo ya kisheria, hatua ya serikali ya DRC kuingia katika makubaliano ya amani na Rwanda haina ulazima wa kusubiri dhidi ya bunge iwapo makubaliano hayo hayahusishi masharti yanayohitaji kuridhishwa rasmi na bunge kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo ni muhimu kwa viongozi wote, hata wale wanaongoza taasisi za uwakilishi kama bunge, kuwa na uelewa wa kina wa katiba na mipaka ya mamlaka yao ili kuepuka kupotosha umma au kuchanganya mihimili ya dola katika utekelezaji wa majukumu yake ya kikatiba. Katika jibu hilo, Vital Kamerhe anatazamiwa si tu kama spika wa bunge bali pia kama mwanasiasa mwenye historia ya kushirikiana na vyama vya kisiasa vinavyohusishwa na mzozo wa mashariki mwa nchi, ikiwemo ushirika wa kisiasa uliopita na kundi la PPRD pamoja na tuhuma za ukaribu wake na muungano wa sasa wa Alliance Fleuve Congo pamoja na M23, jambo linalozua maswali kuhusu nia ya kauli zake. Je, ni ya kidemokrasia kweli au ni ya kisiasa yenye agenda fiche? Kamerhe kama mwakilishi wa umma katika bunge anapaswa kwanza kusoma kwa makini katiba ya nchi kabla ya kutoa kauli zenye misingi ya hisia au siasa za kupinga. Nchi haiwezi kuongozwa kwa hisia bali kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizoainishwa. Kwa mujibu wa wachambuzi wa sheria za umma, kauli ya Kamerhe, japo inaonekana kulenga kutetea ushirikishwaji wa bunge, inapuuza dhamira mamlaka ya kikatiba ya rais na serikali katika kusimamia diplomasia ya kimataifa, na inaweza kutafsiriwa kama jaribio la kisiasa la kupinga mafanikio ya serikali ya sasa katika mchakato wa kurejesha amani mashariki mwa DRC. Amani sio swala la siasa za vyama au nafasi za mamlaka. Amani ni jukumu la taifa nzima. Wakati viongozi wakuu wa taifa wanajitahidi kuanzisha upya maridhiano na utulivu wa kudumu, haitakuwa busara kwa taasisi nyingine kuingiza siasa za mgawanyiko au maslahi binafsi katika mchakato huu. Kwa mujibu wa wachambuzi wa ndani na nje ya nchi, ikiwa Vital Kamerhe ataendelea kutumia nafasi ya uspika kuendesha agenda za kisiasa au kupinga mamlaka halali ya serikali kwa msingi isiyo na ya kikatiba, basi hatua za kisiasa na za kisheria zinaweza
kuzingatiwa dhidi yake, ikiwa ni pamoja na kujadiliwa kwa mustakabali wake katika uongozi wa bunge. Kwa viongozi wanaotamani kudumu katika nafasi za juu za utawala, ni lazima wajifunze kuheshimu katiba, sio tu kuitumia wakati inawafaa. Kwa sasa mjadala kuhusu nafasi ya bunge katika makubaliano ya DRC na Rwanda unaendelea kushika kasi nchini, huku umma ukisubiri kuona iwapo taasisi za kikatiba zitaendelea kuheshimu mipaka ya madaraka kama ilivyoainishwa katika katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo ni majibu mojawapo ya wadau mbalimbali ambao wanazidi kuweka kwa kulingana na kauli za kiongozi huyo, spika wa bunge, ambao anazidi kuongelea kuhusu kujaribu kutetea upande wa bunge, na hivyo serikali imezidi kuchukua hatua kwenye nafasi yake na kumuhonya tu pale ambako watakapoongea maneno ambayo si sahihi na maneno ambayo yanazidi kuweka kidogo ya upinzani katika mamlaka husika, basi atachukuliwa hatua. Na huo ndio mwisho wa update yetu hii ya leo. Ulikuwa nami Mr. Orange, tunazidi kuwakilisha vyema. Hii ni BMP TV Online. Subscribe, like, pia na comment, na hivyo tutakometisha zaidi. Asante. BMP TV Professional Update.